This is Warriors Hour. Ni saa ya mashujaa. Ni kipindi ambacho Mungu anajitengenezea wateule wake. Ni kipindi ambacho kinamwandaa Mkristo kufanyika shujaa katika imani, mtu ambaye anaweza kuishindania imani, kuipigania imani. Karibu sana, nipende kukukaribisha kutoka maeneo yoyote. Unapoisikia sauti hii, ni mimi Mwalimu Sara Mshindi. Karibu tujifunze neno. Somo letu leo linasema, ufanye nini ili upate kuzaliwa mara ya pili? Ufanye nini ili upate kuzaliwa mara ya pili? Tulikuwa na mfululizo wa masomo kama mawili hivi yanayoelezea nini maana ya kuzaliwa mara ya pili. Lakini Roho Mungu ananipa maelekezo kwamba kuna mtu anajiuliza swali, sasa nimeshaelewa kwamba kuzaliwa mara ya pili ni kutengwa na asili za koo au asili ya uharibifu au asili ya uovu ambao nimeunganishwa nao katika ulimwengu wa roho kupitia kuzaliwa kwangu. Sasa nifanye nini ili nipate kuzaliwa mara ya pili? Hili ni somo ambalo limekuja leo tena kwa namna ya kipekee sana. Litakuwa na muendelezo, lakini kwa siku ya leo tunajifunza kipengele hiki kwamba nifanye nini ili nipate kuzaliwa mara ya pili. Jambo la kwanza la Mkristo kufanya ili apate kuzaliwa mara ya pili ni kuwa na moyo wa kusamehe, kwa sababu hii ni kanuni. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu unaoendeshwa na kanuni. Kwa sababu gani nasema kusamehe? Hatua ya kwanza ya kuzaliwa mara ya pili itakupasa wewe kuomba rehema. Lakini Biblia tayari imeweka wazi kwamba heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Maana yake ni kwamba asiyeweza kusamehe hawezi kusamehewa. Kwa hiyo kabla ya wewe kuanza kuomba rehema, jitahidi sana kusamehe, au uwe na moyo wa kuwarehemu wengine, kuwahurumia wengine, hata kama wamekukwaza kwa kiwango kikubwa. Moyo wako uugue pale unapomshikia mtu jambo moyoni, yaani hisi kwamba kama ni mimi nisingesamehewa ingekuwaje? Kwa hiyo ule moyo wa rehema utakuelekeza wewe kuomba rehema na utakupatia kibali mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namna ya pili kwamba ufanye nini ili upate kuzaliwa mara ya pili ni kutubu. Sasa kisha jua kusamehe, ndipo unaanza wewe kutubu kwa yale ambayo uliwahi kuyafanya tangu ulipokuwa na akili ya kujitambua mpaka hapa tunapozungumza leo. Sizungumzii kuongozwa sala ya toba. Toba ninayoizungumzia hapa si ile sala ya wokovu ambayo tumezoea kuongozwa na watumishi wa Bwana. Hapana, ninazungumzia toba binafsi itokayo ndani ya kilindi cha moyo wako, iliyobeba majuto na huzuni, ukiumia kwamba sijui kwa nini nilifanya hichi kitu, sijui kwa nini nilifanya vile. Yaani moyo wako unaugua, unakupelekea kutubu kutoka ndani. Tuangalie kitabu cha Yeremia sura ya 8 mstari wa 6. Yeremia sura ya 8 mstari wa 6, Biblia inasema, nalisikiliza nikasikia, lakini walisema yasiyo sawa. Hapana mtu aliyetubia maovu yake akisema, nimefanya nini? Kila mtu hurudia mwenendo wake mwenyewe, kama farasi endavyo kasi vitani. Mungu anatusemesha, anasema wakati unapoingia magotini kuomba, yeye huwa anasikia na anasikiliza. Lakini katika kusikia kwake anasema walisema yasiyo sawa. Hapana mtu aliyetubia maovu yake akisema, nimefanya nini? Haleluya! Hii ni siri iliyoko ndani ya toba ya kweli. Pale unapoingiwa na moyo wa kutubu, ni lazima uainishe mbele za huyu Mungu, ufunue ule moyo wa ndani, ile siri iliyofichika. Useme mbele za Mungu unatubu kwa ajili ya nini. Ni sawa na mtoto amekukosea jambo fulani, alafu anasema tu mama nisamehe au baba nisamehe. Sasa nikusamehe, umefanya nini? Baba nisamehe. Umefanya nini? Baba nisamehe. Haleluya! Lazima useme umefanya nini. Toba ya kweli, huwezi ukaficha dhambi ulioifanya, huwezi ukaona aibu kwa kile ulichofanya, na anayeweza kutubia uovu kwa kuukiri, huyu hawezi kurudi katika lile kosa. Hapa anasema nalisikia nikasikiliza, lakini walisema yasiyo sawa. Hakuna mtu aliyetubia
mwenendo wake, hakuna mtu aliyetubia dhambi yake, lakini wote hurudia mienendo yao. Kwa nini unarudia? Ni kwa sababu hukuwahi kukiri, hukuwahi kusema ulichokifanya ili damu ya Yesu ipite hapo ikusafishe. Na ndio maana unakuta leo kuna maombi ya kurudishwa kundini, leo kuna kuanguka na kuinuka, lakini huu si mfumo ambao Mungu aliukusudia. Bwana Yesu asifiwe. Eneo la toba ni eneo pana sana, ni eneo lenye ukubwa sana, na eneo hili ndio linamfanya Mungu akupe attention pale unapoanza kuomba rehema. Eneo hili ndio linamfanya Mungu ajue kwamba wewe umemjua. Ayubu anasema, mjue sana Bwana ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Katika kuomba rehema ndipo unaonyesha ufahamu wako, umemjua Mungu kwa kiwango gani. Maombi ya rehema ni maombi ambayo yanakupa uhalali wa kukaribia kiti kitakatifu cha Bwana. Maombi ya rehema ndio maombi yanakuhesabia haki hata kama hukustahili haki. Na ndio maana hii ni pointi moja kubwa sana ambayo inamfanya Mungu akupe attention, akusikilize. Anavyosema kwamba nilisikiliza nikasikia. Maana yake unapoanza kuomba, Mungu anakupa attention kutaka kujua unasema nini. Utakachosema ndicho kinaonyesha uwezo wako wa kufahamu, uwezo wako wa kujua, uwezo wako wa kutambua. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie kitabu cha Isaya sura ya 58 mstari ule wa 6. Biblia inasema, je, saumu niliyoichagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba za nira, kuwaacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Saumu ambayo Mungu anaijua na kuitambua ni hii, kufungua vifungo vya uovu. Kifungo cha uovu huwezi ukakifungua bila rehema, kwa sababu wewe unakuwa ni yule aliyefungwa kihalali, ni yule aliyemilikiwa kihalali, ni yule aliyeshikiliwa kihalali. Kinachoondoa uhalali wa yule aliyekumiliki ni maombi ya rehema. Sasa unapoanza kuomba rehema, lazima uwe na moyo wa toba kutoka ndani, moyo wa majuto sana kwa yale uliyoyatenda. Nakumbuka mwaka 2018 na mwaka 2019, kwa kweli haukuwa mwaka mwepesi. Ulikuwa ni mwaka wa mapito magumu, magonjwa mazito yaliyonishikilia, ambayo haikuwa rahisi kushinda. Yalikuwa ni magonjwa yaliyoadhimiwa kunipeleka kabisa nisiwepo tena. Lakini nilikutana na fundisho ndani yangu, Mungu akanifundisha toba hii ninayokufundisha. Haikuwa jambo gumu mimi kusimama katikati ya watu wengi na kukiri kwamba niliwahi kufanya hiki na kile na kile. Sikuona kama ni jambo gumu, kwa sababu nilijiona sina maisha mbele. Nilijiona mimi ni yule ambaye saa yote naweza kupotea hapa duniani. Ya nini kuilinda heshima ambayo haina guarantee? Yaani wewe unalinda heshima wakati hujui kesho yake unakuwa wapi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukamwonea Mungu aibu, lakini kumbe unajiangamiza mwenyewe. Biblia inasema atakayepoteza nafsi yake kwa ajili ya Bwana, huyo ataiokoa. Unaposimama na kukiri udhaifu wako au kosa lako au dhambi yako katikati ya watu, ni kama umepoteza heshima yako, ni kama umepoteza nafsi yako, lakini mbele za Mungu unaiokoa. Sikwambii ukasimame na kuelezea dhambi yako kwa watu. Hiyo ni level niliyoipitia mimi kutokana na yale yaliyokuwa yamenikumba. Lakini wewe nakufundisha kukiri ukiwa katika chumba chako cha ndani, unaufungua moyo wako, ile siri ambayo hukuwahi kumwambia mtu unaifunua mbele za Bwana bila kuona haya. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi ya rehema nimesema ni mapana kwa sababu haujianzi kujiombea wewe. Unaanza kuombea msingi, mahali palipobomoka, mahali palipoharibika, mahali palipokuwa chanzo cha uharibifu. Wewe unaweza usiwe chanzo, hata mzazi wako asiwe chanzo, lakini kuna chanzo kisichojulikana cha uovu, kuvunja kamba za uovu. Haleluya. Hebu tuone kitabu hiki cha Mathayo sura ya 12 mstari ule wa 33. Biblia inasema, ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, au ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake mabaya, kwa maana kwa matunda yake mti hutambulikana. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza usijue chimbuko lako lilikuwaje, vizazi vilivyopita vilikuwa vinaishi kwenye mfumo gani, au ni mambo gani waliyafanya au yaliendelea wakati huo wa kwao.
lakini matokeo ya maisha yetu leo yanatupa tafsiri ya yale yaliyokuwepo zamani hizo. Mateso na mahangaiko na shida tunazokumbana nazo kwenye maisha leo ni matunda ambayo yanatuthibitishia mti ulikuwaje. Biblia inavyosema, ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake mazuri. Maana yake unaanza kuomba rehema kwa habari ya misingi, ili matokeo ya sisi leo yawe mazuri. Sisi ni matunda ya misingi ambayo leo haionekani. Sisi ni matunda ya watu ambao leo hawapo, lakini hatuwezi tukatengeneza tunda liwe zuri ikiwa mti ni mbaya. Mungu anavyotutizama, hatutizami wewe kama leo, anatizama chanzo. Na ndio maana sura ya 3 mstari wa 3 Biblia inasema, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu Mungu anaangalia chanzo, na hii ndio ilimgharimu yeye kuja msalabani, ili kuvunja ule mnyororo kupitia damu yake. Sasa usiposhughulika na chanzo, ukabaki kujiombea wewe peke yako, ujue kuna vifungo vya uovu ambavyo wewe si chanzo cha vifungo hivyo, ila umevirithi, na utajikuta unatamani utende mema ila huwezi. Paulo alisema, yale mema ninayotaka kutenda siwezi kutenda, lakini yale mabaya nisiyoyataka ndiyo ninayoyatenda. Akasema, lakini si mimi ila ni ile dhambi inayoishi ndani yangu. Unapoufanya mti kuwa mzuri, maana yake unaondoa ile asili ya dhambi iliyoko ndani inayokukosesha wewe hata kama utaki. Hii ndiyo siri iliyopo katika maombi ya rehema. Ni somo ambalo litaendelea kuwa na mwendelezo, haliwezi kuishia hapa. Ni somo refu, litadumu kuendelea kadiri Mungu atakavyokutupa neema. Karibu sana.